Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, Ijumaa ya juma la 5 la Pasaka mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 22 hadi ya 31, na somo la Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 15 aya ya 12 hadi ya 17. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi, mpate kupendana. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu wapendwa, karibuni sasa kusikiliza tafakari ya Injili takatifu tuliyoisikia hivi punde. Bwana wetu Yesu Kristo anatupa siri ya ufalme wa mbinguni kupitia amri kuu ya upendo. Katika amri hii, Mungu mwenyewe ametuonyesha kwanza jinsi ya kuishi upendo kupitia mwanaye pekee aliyejitoa sadaka msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu na kututoa katika utumwa wa dhambi. Na sasa katika kipindi hiki cha Pasaka tunaendelea kukumbuka na kutafakari fumbo hili kuu la upendo la wokovu wetu. Yesu anatuita sisi rafiki zake, na kwa sababu hiyo anatushirikisha amri hii ya mapendo, ili kupitia amri hii tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Mtakatifu Jerome anasema, urafiki wa kweli haupaswi kuficha kile unachofikiria, na ndiyo sababu Yesu aliye rafiki yetu wa kweli ametufunulia siri hii. Na urafiki wa kweli ni ule ambao mtu anakuonya kama afanyavyo Yesu. Urafiki wa kweli ni muunganiko wa kiroho. Mtakatifu Thomas wa Aquino anasema kwamba sheria ya upendo wa kimungu ndiyo kipimo cha matendo yote ya wanadamu. Ni wazi kwamba si wote wanaoweza kujitaabisha katika kujifunza, na kwa sababu hiyo Kristo ametupatia sheria hii fupi, na kila mtu anaweza kuijua, na hakuna anayepaswa kupewa udhuru wa kutoifuata kwa sababu ya kutoijua. Kila tendo la mwanadamu huhesabiwa kuwa jema na la haki linapolingana na kiwango cha upendo wa kimungu, lakini kila tendo la mwanadamu lisipolingana na kiwango cha upendo, basi si sahihi wala si jema na wala si kamilifu. Sheria ya upendo wa kimungu hutimiza ndani ya mtu mambo manne. Kwanza, ndiyo chanzo cha maisha ya kiroho ya mtu. Ni wazi kwamba kile kinachopendwa hukaa ndani ya mtu. Vivyo hivyo, yeyote anayempenda Mungu, Mungu huwa ndani ya huyo mtu, kama maandiko yanavyosema, yeyote akaaye katika upendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Rejea waraka wa kwanza Mtume Yohane sura ya 4 aya ya 16. Hivyo kumpenda Mungu, sisi wenyewe tunafanywa washiriki wa umungu, na tena yeyote aliyeunganishwa na Mungu huwa roho moja naye, naye asiyependa hukaa katika mauti. Pili, upendo huongoza katika kushika amri za Mungu. Mtakatifu Gregory Mkuu anasema kuwa upendo si wa uvivu, kwa maana upendo upo ikiwa mtu anajishughulisha na mambo ya kimungu, na ikiwa hajishughulishi hivyo,
upendo haupo, kwani mpendaji hufanya mambo makubwa na magumu kwa ajili ya anayempenda. Ndiyo maana Bwana anasema, yeyote anipendaye atalishika neno langu. Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 14 aya ya 23. Hivyo yeyote anayeshika amri hii ya upendo hutimiza sheria yote. 3. Upendo hutoa ulinzi dhidi ya mateso. Tukipenda kweli katika Mungu, misiba na shida zozote za kidunia haziwezi kutudhuru, na badala yake yote hugeuka kuwa manufaa, kama maandiko yasemavyo, mambo yote hufanya kazi kwa wema kwa wale wampendao Mungu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 28. 4. Upendo hutuongoza kwenye furaha, na furaha ya milele imeahidiwa tu kwa wale walio na upendo, kwa maana mambo mengine yote hayatoshi bila upendo. Kuishi pendo la Kristo ni kutii amri zake. Kuna gharama zake, na mojawapo ni kuwa tofauti na mambo ya kiulimwengu, au kuwa tofauti na ulimwengu ambao kwa kiasi kikubwa unamchukia Kristo na kulichukia kanisa, kwani kwa kiasi kikubwa watu wa ulimwengu huu hawapendi kusikia na kushika kweli katika Kristo. Kumpenda Mungu maana yake ni kumcha, kumtumikia na kuzishika amri zake. Kuna aina mbili za upendo kwa jirani: mapendo ya kujitafuta binafsi na mapendo ya kumtakia mema mwingine. Mapendo haya yote asili yake ni Mungu mwenyewe. Mtakatifu Paulo anatupa sifa za upendo kwa jirani ambazo ni saburi, kutokuona kijicho, kujionyesha katika hisani, hayajigambi, hautafuti faida binafsi, haukubali kupatwa na chuki, hauweki uchungu, haufurahii uovu, bali hufurahia ukweli. Upendo huvumilia yote, husadiki yote, hutumaini yote na hustahimili yote. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya 4 hadi ya 7. Roho Mtakatifu ametupa nguvu mioyoni mwetu ya kumpenda Mungu na wenzetu. Mtu akimpenda jirani hata adui yake, ni alama wazi kwamba yeye ana mapendo ya kimungu ndani yake. Katika hili kila mmoja wetu ajichunguze na kujitafakari moyoni mwake kwamba kwa kadiri ya matendo yake anatoa taswira gani kama Mkristo. Je, tumejawa na upendo wa kimungu au binafsi? Yesu alitoa amri hii ya upendo kama amri mpya katika Agano Jipya. Amri hii ilikwisha amriwa pia katika Torati, lakini Yesu ameikamilisha kwa mapendo yake mpaka kufa, ambacho ni kiasi cha upendo wa juu kabisa, kama alivyosema kuwa hakuna upendo mkuu zaidi ya ule wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na kwa kifo chake ameleta nguvu ili tuweze kupenda sawasawa. Bado tunazidi kualikwa kila siku kuhusu amri ya upendo ambayo huonekana katika kushika na kuziishi amri za Mungu, tukikumbuka kuwa upendo ni kifungo cha ukamilifu na hudumisha ndani yetu uwepo wa Kristo na Utatu Mtakatifu wote. Mapendo yatadumu milele, nayo ni karama bora kupita karama zote, na ni kitambulisho halisi cha wanafunzi wa Kristo, kama Bwana Yesu alivyosema, watu wote watawatambua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Ndugu katika Kristo, kama vile Mungu alivyotupenda bila ubaguzi, tunaalikwa pia kuishi pendo lake, kuwa wamoja hata katika kutofautiana kwetu kifikra na mtazamo, kutokuwa wabaguzi na wabinafsi. Kama alivyojitoa kwa ajili yetu, nasi pia tunaalikwa kujitoa kwa ajili ya wengine, kwani katika jamii zetu wahitaji ni wengi, lakini tunakosa mapendo kwao kwa sababu ya kujilimbikizia mali pamoja na kutafuta fahari za dunia ambazo ni za kupita tu. Kwa kuishi kwetu katika upendo, wote tunakuwa kweli watoto wa Baba mmoja aliye mbinguni, na tutakuwa kielelezo cha kweli cha ufuasi wa Kristo. Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu anasema kwamba upendo hushikilia miito yote. Kila mmoja katika hali yake ya wito, iwe ni padre, utawa au ndoa au hata miito mbalimbali ya huduma za kijamii, yote hupata maana na ukamilifu ikiwa tu tunatumikia na tunaishi miito hiyo katika upendo, na kwa njia hii tutapata utakatifu.
Ndugu zangu, tunaalikwa siku zote kujibidiisha katika kumwiga Kristo aliye kielelezo kikuu cha upendo. Basi tumwombe Mungu atujalie neema na baraka zake ili tuweze kupata nguvu ya kuishi upendo kila wakati, tukitambua kwamba upendo ndipo ilipo siri ya maisha ya umilele mbinguni. Tafakari hii imeandaliwa nami Frateli Benedicto Simon Mwangulumba kutoka Jimbo Kuu Katoliki Mbeya, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili, Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.